Mimi nimefika hapa kwa mamake mzazi marehemu Johana Ngeno, rafiki wangu wa dhati. Nimekuja kusema pole kwa kifo cha Johana Ngeno, kwa mamake na familia yake na watu ya Emuru wa Dikil. Marehemu Johana Ngeno alikuwa rafiki wangu wa karibu sana. Alikuwa haya, mnataka kukaa chini? Haya, mketi basi. Haya, mketi. Nimekuja hapa kumwambia mama pole na kupanguza ya machozi kwa kumpoteza mtoto wake. Na ndio nimefika hapa, na mama amenieleza mawazo yake na yale ambayo amepitia na zile shida ambayo amepata. Siku William Ruto alikuwa hapa mazishi na Mandege na kila mtu walimwahidi mama na familia mambo mengi. Tangu amzike Johana Ngeno, hakuna mtu amerudi hapa kuona mama. Yale yote aliahidiwa, hakuna chochote. Hii ni ile uongo ambayo inaendelea Jamhuri ya Kenya. Mpaka mdanganya mama amepoteza mtoto wake. Mama ako na shida. Ngeno alikuwa anamsaidia kununua dawa na nini, amehangaika. Kwa sababu marehemu Ngeno ndiye alikuwa anamwangalia. Na amepata matatizo mengi sana. Na mimi nimekuja kama rafiki wa Johana Ngeno. Nataka kuhakikishia nyinyi, tumekubaliana na mama. Mimi ni mtoto wake na nitamwangalia. Nitahakikisha ya kwamba hapati matatizo. Mambo ya stima yake, driver yake, chakula, dawa, hiyo mambo ambayo ni ya kusaidia mama wa umri huo, mimi kama Rigiji nitashughulikia, kwa sababu Johana Ngeno alikuwa rafiki wangu kabisa. Pia mama ako na maswali, anasema Rigiji nisaidie, ningetaka kujua nini liua mtoto wangu. Na mimi nimemwambia mama niko na maneno, niko na habari. Na tunafuatilia na tutaendelea kufuatilia. Na nilisema ya kwamba hiyo ajali ya ndege tuko na maswali. Kwa sababu Johana Ngeno alikuwa pale Edebes. Akawachwa hapo, ndege ikaenda kukunywa mafuta Eldoret. Kufika pale Eldoret saa 8. Mafuta ingine ilizolewa Lodwar na sio ile halali ya KA. Huyo driver alileta hiyo mafuta, akakamatwa na watu ya KRA. Simu ikakuja kali kutoka Nairobi, akawachiliwa. Hiyo ndege ikaweka hiyo mafuta, ndio ikaenda ikaanguka. Sisi tunataka ile CCTV wakati hiyo ndege ilienda kukunywa mafuta. Hiyo CCTV itolewe. Tujue huyu driver ni nani. Nani alipiga simu akawachiliwa. Pia tunataka kujua ni kwa nini wale wakubwa wote wa Kenya Airports Authority walifutwa kwa sababu ya hiyo maneno. Ndio wasiulize maswali. Hayo maneno tutafuatilia. Si ndio? Na sisi tunasema kifo ya Ngeno hawezi chunguzwa na DCI. Hawezi chunguzwa na Murkomen. Hawa watu akina Murkomen, they are also suspects kwa hii maneno. Hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Marekani, wakuje wafanye uchunguzi kamili. Tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwar, ilitumwa na nani? Nani alipiga simu? Huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe. Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa wanasimamia wakati huo walifutwa kazi? Hii CCTV ya hiyo saa 1 hiyo ndege ilikaa hapo, tungetaka itolewe. Kwa hivyo iko maswali chungu nzima na tutaendelea kufuatilia, na mimi nataka kuhakikishia nyinyi vile nimehakikishia mama. Hata kama hiyo maswali haitajibiwa wakati ya serikali hii, mwaka ujao nikichaguliwa nikuwe president wa Kenya, nitaweka uchunguzi kamili, na wale ambaye wanaweza kuwa walihusika watafika kotini. Na nimewahakikishia huyu mama nitamtafutia haki na familia yake, na pia nitatafutia watu ya Dikil haki. Tunataka kujua, tangu isemekane nitafika hapa, mama amesumbuliwa sana. Alikuwa anaambiwa aende Nairobi ndio nisimkute hapa. Huyu mama akasema ataningoja, kwa sababu tangu Johana Ngeno azikwe
hakuna mtu amerudi hapa. Wameanza kumtafuta saa ile wamesikia Rigiji anakuja. Amekuwa hapa anahangaika. Tunapoongea mtoto wake ako hospitali Eldoret. Amefungiwa huko, ako na bili ya 1.8 million. Hakuna mtu ya serikali amemsaidia. William Ruto walimwahidi huyu mama hatapata shida, hawajamsaidia. Wale walifika hapa na mandege na masuti kali kali, hakuna mtu amesaidia huyu mama. Si ndio? Hivyo tunataka kusema ni makosa sana. Munaigia boma ya mama saa ile ameifiwa. Munaahidi mambo mingi, munaongea mambo mingi, alafu munapotea. Munawacha hiyo familia ikihangaika. Kwa hivyo nimemwambia huyu mama sisi tutashughulikia na marafiki zangu tuhakikishe huyu mtoto wake ambaye amelazwa hospitalini Eldoret amepona, anatakiwa aende nyumbani, lakini iko bili ya 1.8. Sisi tutashughulikia kwa sababu sisi ni marafiki ya ukweli. Sisi ni marafiki ya ukweli. Na mimi nikiwa hapa, niko hapa kama rafiki wa Johana Ngeno. Uje mtanilinda na nataka niseme asante. Mimi ni Mkenya, katiba ya Kenya inakubalia kiongozi wowote kutembea katika Jamhuri ya Kenya. Emurua Dikili ni Kenya. Hapa hapana Uganda, hapa hapana Tanzania. Rigiji ni Mkenya, Emurua Dikili ni Kenya. Kwani Rigiji akifika Emurua Dikili ameua mtu? Kwani kuna mtu ametukana? Mbona mnazuia kufika kuongea na mamake Johana Ngeno? Ndio amueleze yale ambaye anajua. Unajua yu Murkomen ndiye alikuwa anazuia mimi kufika hapa. Hataki niambie mama yale ambaye ninajua. Mambo ya kifo ya Johana Ngeno. Lakini maneno ya kuua watu huwezi zuia. Mtu hapana kuku, hapana mbuzi, hawezi potea tu namna hiyo. Na mimi nimeongea na mama, nimemwambia ile ilifanyika, na mimi naendelea kupigania haki ya Johana Ngeno, na watu ya Emurua Dikili mtakuja kujua ukweli na mtakuja kufurahia kwa sababu ukweli lazima ujulikane. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana. Basi tuko pamoja.